Kwa majina naitwa Dr. Philemon Joshua Darabe. Ni daktari bingwa wa magonjwa ya macho pamoja na uoni hafifu. Hospitali yetu ya Mount Meru ina kitengo kwa ajili ya magonjwa ya macho pamoja na uoni hafifu. Kuna baadhi ya magonjwa ambayo tunajaribu kuelimisha wananchi, kwa magonjwa kama presha ya macho ambayo wengi hawana uelewa juu ya ugonjwa huo. Na duniani ni ugonjwa wa pili kwa kusababisha upofu. Presha ya macho kwanza ni magonjwa tunaita syndrome, sio ugonjwa mmoja. Ni magonjwa ambayo yanashambulia ule mshipa wa ufahamu wa macho, tunaita optic nerve. Kuna aina nyingi za presha ya macho. Kuna moja inaitwa open angle na nyingine inaitwa angle closure. Ziko aina tofauti tofauti. Lakini kwa wale ambao ni angle closure, kuna mwingine asilimia kubwa sana mtu anakuja hana symptom, hana dalili yoyote ya kusikia chochote kile, isipokuwa atalalamika uono wake unazidi kupungua kwa sababu ya ule mshipa wa ufahamu ulioshambuliwa na hayo magonjwa. Lakini kwa wale ambao wana dalili, aidha amepata pressure ya macho kwa sababu ya aidha kuumia, tunaita trauma. Kwa wale wanakuja na dalili kama maumivu makali ya jicho, maumivu ya kichwa, anapata shida, machozi yanamtoka, anapata shida kwenye mwanga mkali. Kwa hiyo hizo ndo dalili zinazokuja nazo. Kwa hiyo tunachopaswa kufanya sisi ni kupima. Kuna njia mbili za kupima pressure ya macho. Kuna njia ya kucheki kwa kutumia kitu inaitwa eye care tonometer. Tunapima pressure yake. Pressure ya kawaida ni 5 mpaka 21. Inapokuwa zaidi ya 20 tunasema huyu mtu ana shida. Hatua ya pili ni kufungua mboni na kuangalia kule nyuma ya pazia la jicho kwa ajili ya kuangalia ule mshipa wa ufahamu, optic nerve. Je, umeathirika vipi? Pressure ya macho ni kama shinikizo la damu ya mwili. Japo kwenye macho sio damu, inakuwa kuna maji ambayo yako kwenye macho ambayo kitaalamu inaitwa aqueous humor. Ndio maana tunaita ni shinikizo la maji ya macho. Matokeo ya pressure ya macho, usipoanza dawa kwa muda unaotakiwa, matokeo yake kwa kweli ni kupungua sana kwa uwezo wa uono, na usipotibu zaidi, mwisho wa siku ni upofu. Na pressure ya macho ni kama pressure ya mwili. Matibabu yake yatachukua muda mrefu kama ilivyo pressure ya mwili. Kwa hiyo tunasisitiza watu waje kwenye hatua za mwanzo kabisa. Isije kama mtu anakuja kwenye hatua ya mwisho kabisa kwamba sasa ameanza kushikwa na mkono anatembeza. Tukumbuke pressure ya macho ni magonjwa ya kurithi. Kwa hiyo unakuta labda kama mtu unaweza kurithi. Kwa hiyo ukipima wewe kama mzazi, hakikisha pia na watoto wako unawapima pressure ya macho. Lakini ukikutwa na magonjwa kama pressure na sukari, hakikisha unapita idara yetu ya macho na tuna vipimo kwa ajili ya kuangalia pressure au sukari, je, imeenda huko nyuma au haijaenda kwenye pazia la nyuma ya jicho, tunaita retina. Haya magonjwa yanatabia kukimbia kwenye macho na kwenye figo pia. Hospitali yetu ina vifaa kwa ajili ya kupima macho. Magonjwa karibu yote ya macho tunayapima. Tuna mashine kwa ajili ya kupima kama mtu anahitaji miwani, mashine kwa ajili ya kupima kama pressure ya macho, mashine kwa ajili ya kuangalia je, haya magonjwa mengine ambayo kama sukari au pressure, je, yameenda kwenye macho. Kwa hiyo huduma zote hizo zinapatikana katika hospitali yetu.